The name of the living God. Amen. My name is Pastor Paul. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi ambayo ametukirimia ili tuweze kuwa na muda pamoja, tushiriki neno la uhai, na ninajua kwamba Mungu anaenda kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Tonight we are going to learn more, and the title of my message is What to Do when Waiting God. Hallelujah. What to do when waiting God. Vile ambavyo unahitajika kufanya unapomngojea Bwana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ninajua kwamba most of the time we wait upon the Lord, more especially when one is in need. Unakuta kwamba kuwa tunamngojea Mungu sana sana wakati ambapo mtu ako katika mahitaji ama unamtarajia Mungu kwa njia kubwa. So the title of my message, as I have said, is What to Do. Hallelujah. When waiting God. Hallelujah. Jinsi unahitajika kufanya unapomngojea Bwana. Praise the name of the living God. Hallelujah. So ujumbe wangu ni ya kwamba vile unahitajika kufanya unapomngojea Bwana maishani mwako. Hallelujah. Ninajua kuna mambo mengi ambao huwa inafanyika milima maishani mwetu, na wakati mwingine unaweza tafuta jawabu ya jambo lolote na unakosa, na unakuta ya kwamba yule aliye na jawabu ya maisha yako ni Jehova Mungu. Hivyo basi unakuta ya kwamba unaishi ukimngojea Bwana, na ukigojea kwamba Mungu aweze kukushindania na kukuonekania. So kuna mambo ambao nataka tukaweze kuyashiriki, tusikie mambo ambayo tunahitajika kuyafanya tunapomngojea Bwana. Praise the name of the living God. Na mimi hupenda kusema ya kwamba unapomngojea Mungu ni kama vile ambavyo unatokea kwa barabara, unasimama mahali kwa stage, na hujui gari itakuja saa ngapi na itakuja wakati gani, lakini unapata uvumilivu kusimama mahali pale unagojea. Praise the name of the living God. Na wakati ambapo inafika, wakati ambao ni mkamilifu, gari yenye hukubeba huwa inafika na inakubeba ikikuelekeza mahali pale ambapo unaenda. So the title of my message is What to Do. Hallelujah. When waiting God. Hallelujah. Mambo ambao unahitajika kuyafanya unapomngojea Mungu. And that we are going to read in the book of Psalms 37 and verse 3. Hallelujah. Let us go in the book of Psalms 37 and verse 3. I know this word will bless you, and it's good that you are going to own this word. Hallelujah. The Bible says, trust in the Lord, hallelujah, and do good. Dwell in the Lord and feed on his faithfulness. Praise the name of the living God. The Bible says, trust in the Lord and do good. Dwell in the Lord, hallelujah, and feed on his faithfulness. Neno la Mungu linasema hivi katika Kiswahili, Zaburi 37 na mstari wa 3 inasema hivi: umtumaini Bwana, ukatende mema, ukae katika nchi, na upendezwe na uaminifu wake. Hallelujah. Ama ufurahishwe na uaminifu wake. Praise the name of the living God. Hallelujah. So tonight I'm going to speak more on how what we are supposed to do when we are waiting God in our situation. Hallelujah. So point number 1, the Bible says that you need to trust God. Hallelujah. Wakati unapomngojea Bwana, hallelujah, unahitajika umwamini, uweke tumaini lako kwa Bwana. Maana wakati mwingine unaweza kumngojea Mungu na unakuta ya kwamba amekawia, ni kama hakuji kwa wakati ufao. Praise the name of the living God. So unaweza kumngojea Mungu na unakuta ya kwamba wakati mwingine ni kama hakuji wakati ufao. Praise the name of the living God. So unaweza kuta ya kwamba umemngojea Mungu, pengine katika hali yenye unapitia umemngojea Mungu, lakini unakuta ya kwamba katika ile hali ya kumngojea Mungu unakuta ya kwamba ni kama amekawia na ni kama amechelewa kufika wakati ufaao. So neno la Mungu linasema ya kwamba unapomngojea katika maisha yako na katika hali zako, hallelujah, the Bible says in the book of Psalms 37 and verse 3, trust in the Lord, hallelujah, do what is right, settle in the Lord and maintain your integrity. Hallelujah. That version is so good. The Bible says, trust in the Lord and do what is right. Hallelujah. Settle in the Lord and maintain your integrity. So kuna mambo ambayo nataka tuyatazame
mambo ambayo unahitajika kuyafanya wakati unapomngojea Bwana. Na yote imeweza kuneno katika hili neno ambalo liko katika Psalm 37 and verse 3, ambalo linasema ya kwanza, trust the Lord. Hallelujah. That is point number 1 when you are waiting God in your situation. And point number 2, you need to do good. Hallelujah. As you are waiting for the Lord, hallelujah, as you are waiting, hallelujah, that God is going to vindicate your case, hallelujah, you need to keep on doing good. Hallelujah. And point number 3, praise the name of the living God, dwell in the Lord, hallelujah, and feed on his faithfulness. Hallelujah. Kuna mambo ambao huwa inafuata unapomngojea Bwana. Haleluya. Unapoweka tumaini lako kwa Bwana. Haleluya. Unahitajika uzidi na kutenda mema. Praise the name of the living God. There was a time I was teaching in the book of Acts 10 and verse 38. And I said that how God anointed Jesus Christ of Nazareth, he anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and power, who went about doing good. Hallelujah. He went about doing good. Praise the name of the living God. Why? Because God was together with him. So you need to keep on doing good. Hallelujah. As you wait God. Hallelujah. Unapomngojea Bwana, unapongojea Bwana katika hali zako, unahitajika uzidi na kutenda mema. Jambo la kwanza ni ya kwamba ukitaka Mungu aweze kupatikana unapomngojea katika hiyo hali yenye unamngojea, haleluya, unahitajika umuamini, uweke tumaini lako kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno la Mungu nasema ya kwamba kulaaniwa ni wale ambao wanaweka tumaini lao kwa wanadamu, lakini kubarikiwa ni wale ambao wanaweka tumaini lao kwa Bwana. Neno la Mungu linasema ya kwamba, haleluya, trust in the Lord, mtumaini Bwana, and do good, ukatende mema. Hallelujah. That is the point where I want to emphasize that utende mema, ukatende mema, mtumainie Bwana na ukatende mema. Every person, hallelujah, at his level, hallelujah, na katika ule uwezo aliyo nao, anapomtumainia Bwana ni lazima achukue jukumu la kutenda mema. Praise the name of the living God. Na kutenda mema sio tu katika pesa, lakini unaweza kutenda mema hata kutia mtu nguvu, hata kufanya mambo mengine, hata kuhubiria mtu vile ambavyo ninafanya. So neno la Mungu nasema ya kwamba tumtumainie Bwana, and point number 2, ukatende mema. Na unapofanya yale mambo, haleluya, ukimngojea Bwana, kuna mambo ambayo huwa inafanyika ya kwamba Mungu huwa anakuruhusu uzidi na kuishi. Haleluya. Hawezi kukufanya uangamie kabla hujaweza kupokea baraka yako. So unapomtumainia Bwana na unapozidi kutenda mema, praise the name of the living God, the Bible says dwell in the Lord. Hallelujah. Inasema ya kwamba nawe utakaa katika inchi. Hallelujah. Utakaa katika inchi. Hallelujah. You are not going to be moved. Praise the name of the living God. Hallelujah. Unapomngojea Bwana, nishaiona watu wengi wanapomngojea Bwana, wanapomngojea Bwana, wanapoona ni kama amekawia. Hallelujah. Unakuta wengine wamerudi nyuma, unakuta wengine wamekosa tumaini, unakuta wengine wanajitoa uhai, lakini neno la Mungu linasema, haleluya, mtumainie Bwana. Haleluya. Unapomtumainia Bwana uzidi na kutenda mema. Unapotenda mema, kuna ahadi yenye iko mahali hapa in the book of Psalm 37 and verse 3. Ukiteremka inasema dwell in the land, ukae katika inchi. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hautaondolewa. Hallelujah. Hautakufa. Hallelujah. Hautakosa tumaini. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba and feed on his faithfulness. Hallelujah. Upendezwe ama ulizwe na uaminifu wake. Hallelujah. Unapomngojea Bwana, nataka nikuambia kwamba as we wait upon our God, hallelujah, there are things that we need to observe. Hallelujah. Point number 1, we need to trust in the Lord. Hallelujah. In all cases. Hallelujah. Katika wakati wote. Bwana Yesu asifiwe.
Katika kila hali, haleluya, katika kila hali tunahitajika kumtumainia Bwana. Praise the name of the living God. Katika kila hali tunahitajika kumtumainia Bwana. Ninafundisha vile ambavyo, mambo ambayo tunahitajika kuyafanya tunapomngojea Bwana. And the title of my message is what to do when waiting God. Hallelujah. And I've said that we are reading in the book of Psalms 37. Hallelujah. Psalms 37. Praise the name of the living God. We are reading in the book of Psalms 37 and verse 3. The Bible says, trust in the Lord and do good. Hallelujah. Dwell in the Lord and feed on his faithfulness. Neno la Mungu linasema ya kwamba umtumainie Bwana. Zidi na kumtumainia Bwana. Mzee mtumainie Bwana. Dada mtumainie Bwana. Na unapomtumainia Bwana, haleluya, neno la Mungu linasema ya kwamba na uzidi na kutenda mema, uzidi na kutenda mema, uzidi na kutenda mema, uzidi na kutembea katika haki, tenda mema. Na unapofanya hivyo, neno la Mungu linasema ya kwamba you will dwell in the Lord. Hallelujah. Hautakufa. Those people who trust in the Lord, hallelujah, they are going to enjoy the fruit. Hallelujah. Wanaenda kufurahia matunda ya Mungu kwa sababu, hallelujah, inasema they will dwell in the Lord. Hallelujah. And the Bible says, and feed on his faithfulness. Hallelujah. Na uweze kupendezwa na ulishwe, hallelujah, na uaminifu wa Bwana. Hallelujah. Na tamani ya kwamba tunaweza kujua hii siri tunapomngojea Bwana wakati kama huu ambapo ni wakati wa crisis. Hallelujah. It is good, hallelujah, to know how we can wait upon our God. And point number 1, we need to trust him. Hallelujah. In all condition, we need to trust God. Hallelujah. And point number 2, we need to keep on doing good. Praise the name of the living God. Tunahitajika tuzidi na kutenda mema, zidi na kutenda mema, zidi na kuwa baraka, zidi na kutenda mema. Praise the name of the living God. And point number 3, this is the assurance. After trusting God and doing good, hallelujah, the Bible is promising you that you are going to dwell in the Lord. You are not going to be misplaced. You are not going to die. Hallelujah. You will dwell in the Lord regardless of the situation, regardless of pain, regardless of anxiety. You are going to live in the Lord. You are going to dwell in the Lord. Hallelujah. Praise the name of the living God. So the Bible says, and feed on his faithfulness. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na upendezwe, na urishwe, na uaminifu wake. Hallelujah. Ni vizuri kumtumainia Bwana. Ni vizuri kumtumainia Bwana. Ni vizuri kumngojea Bwana. Ni vizuri unapomtumainia Bwana uzidi na kutenda mema. Hallelujah. Ni nini chenye umefanya siku ya leo? Ni nini chenye umefanya kwa sababu ya ufalme? Umewahubiria watu wangapi? Umetia moyo, umeweza kutia moyo watu wangapi? Hallelujah. Umeweza kusaidia watu wangapi? The Bible says, trust in the Lord. Hallelujah. All of us, we are trusting in the Lord. But we have something missing that most of us, we are not doing good. The Bible says, trust in the Lord and do good. Trust in the Lord, Pastor Paul. Trust in the Lord and do good. Hallelujah. And the assurance is this, that you are going to dwell in the Lord and feed on his faithfulness. Praise the name of the living God. Nataka kunena hivi, hallelujah, ya kwamba tunapomtumainia Bwana, haleluya, ya kwamba anatuzidi kutenda mema. Ahadi iko imewekwa ya kwamba tunaenda kuishi katika ardhi, tukae katika ardhi. Haleluya. Utakaa, utashibishwa miaka na Mungu, kama vile neno linasema ya kwamba mtashibishwa miaka. Haleluya. Ukae katika inchi. Praise the name of the living God. Mwingine anasema, even this time of corona, I want to tell you, ukae katika inchi. Praise the name of the living God. And you feed on his faithfulness. Hallelujah. Na upendezwe, hallelujah, na upendezwe, na urishwe, na uaminifu wa Bwana. Praise the name of the living God. Hallelujah. The Bible says in the book of Psalms 27, hallelujah, we were reading the book of Psalms 37 and verse 3. Now let us go in the book of Psalms 27 and verse 13 and 14. The Bible says, I would have fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. Neno la Mungu linasema ya kwamba ningezimia, hallelujah, isipokuwa kama singekuwa nimeamini
nimeamini ya kwamba nitajionea mambo mazuri mradi niko katika nchi ya walio hai. Daudi akasema haleluya, angezimia haleluya, angekosa nguvu haleluya, kama angekuwa ameamini ya kwamba atajionea mambo mazuri katika nchi ya walio hai. Praise the name of the living God. Hallelujah. Let me tell you, you and me, as we speak and as you hear, hallelujah, you are in the land of the living, hallelujah, and the promise is still there, hallelujah. And the Bible says in the book of Hebrews 4 and verse 1 that let no one miss, hallelujah, to enter into the rest, because the promise is still there. Praise the name of the living God. And David wrote in the book of Psalms 27 and verse 13 and 14, and he said, I would have fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. Akasema ningekuwa nimezimia kama singekuwa nimeamini ya kwamba nitajionea. Wacha nikuambie, usipomwamini Mungu, haleluya, unaweza ukazimia. Daudi akasema ningekuwa nimezimia kama singelikuwa nimeamini ya kwamba nitajionea mazuri, haleluya, the goodness of the Lord, nitajionea mema ya Bwana nikiwa katika nchi ya walio hai. Ukisikia akisema hivyo ni ya kwamba kuna wakati hali zilikuwa ni mbaya, ako jangwani peke yake, anapitia hali ngumu, ameondoka kwao, haleluya, ndugu zake wako nyumbani, yeye anatembea jangwani peke yake, ameparara. Akaandika akasema, I would have fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. The Bible says in another version, where would I be? Where would I be if I did not believe? Where would I be? Ningekuwa wapi? Ningezimia. Hallelujah. I would experience the Lord's favor in the land of the living. Hallelujah. Biblia inasema ningekuwa wapi? Ningekosa nguvu, ningepungukiwa. Hallelujah. Hallelujah. Kama singeamini ya kwamba nitajionea mema ya Bwana katika nchi ya walio hai. A time like this, hallelujah, it is the time we believe more than yesterday. It is the time we believe more than we believed in the morning. It is the time we believe more in the name of Jesus. Hallelujah. David wrote and he said, I would have fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. Akasema, where would I be if I did not believe? Akasema, ningekuwa wapi kama singekuwa nimeamini? Aliona kama hangekuwa ameamini, hangekuwa katika uhai. Praise the name of the living God. Ninanena mambo ambayo tunahitajika kufanya tunapomngojea Mungu katika hali zetu. Ya kwanza ni tunahitajika kuamini. Daudi akasema ningekuwa wapi? Hallelujah. Psalms 27 and verse 13 and 14 akasema ningekuwa wapi? Praise the name of the living God. Hallelujah. Kama singeamini, would I experience the Lord favor in the land of the living? Singeweza hata kujionea mema, hallelujah, katika nchi ya walio hai. Praise the name of the living God. Hallelujah. And the Bible says in verse 14, hallelujah, it says, wait on the Lord, hallelujah, be of good courage, hallelujah, and he will strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord, hallelujah. The Bible says, hallelujah, wait on the Lord, umgoje Bwana, be of good courage, uwe na hodari, hallelujah, and he will strengthen your heart. Upige moyo konde. Praise the name of the living God. Wait, nam, hallelujah, I say on the Lord, umgoje Bwana. Praise the name of the living God. Nataka kunena hivi ya kwamba tunapomgojea Bwana kuna mambo ambayo tunahitajika kuyafanya. Mwandishi wa Zaburi akasema, Zaburi 27 na mstari wake wa 14 inasema, wait on the Lord, umgoje Bwana. Ikasema umgoje Bwana, hallelujah. And the Bible say, be of good courage, hallelujah, uwe hodari. Umgoje Bwana. Na unapomgojea in that stage where you are, in that situation, hallelujah, in that pain, in that isolation, I want to tell you, hallelujah, wait upon the Lord, hallelujah, wait on the Lord. Umgoje Bwana.
Be of good courage and he will strengthen your heart. Hallelujah. Upige moyo wako konde, Mungu atatia moyo wako nguvu. Biblia inasema ya kwamba ndio, I say on the Lord, ndio umgoje Bwana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Najua kwamba mpendo unapitia, unajua hali ya ambayo imetanda, na ninajua kwamba shida hazifanani, na ya kwamba pengine mambo ambayo imekuwa mlima kwako, kwa watu wengine wanawezaona kama ni mchezo. Maana pengine wengine wanapitia milima ya chakula na wengine chakula wanamwaga. Wengine wanapitia milima ya magonjwa na wengine wako na afya na hawajui kwamba afya ni kipawa. Praise the name of the living God. But in that pain, in that situation, hallelujah, I want to tell you, the Bible says, hallelujah, in Psalms 27 and verse 14, wait on the Lord, hallelujah, be of good courage, and he will strengthen your heart. Hallelujah. I say, wait upon the Lord. The Bible says, tumgoje Bwana. Wait upon the Lord. Hallelujah. Wait upon the Lord. Praise the name of